Nina mwanaume mmoja tu ambaye ni yule mbunge alomposti, ni mwanaume wangu. Huyo ndo mwanaume wako? Ndio mwanaume wangu. Okay. And kabla hata tujafika mbali niseme kipindi ambacho mimi nakutana na yule mwanaume, yeye na mke wake hawakuwa pamoja. Yani mimi nilivyomkuta yeye kwenye maisha yake wakati mimi nakutana naye, alikuwa hana mke. Alikuwa yuko yeye kama yeye, na hata hivyo alikuwa na mahusiano mengine pia ambayo sio hata ya mke wake. Ya kama kawaida, hii ni habari 254 na Bonga Tube Media, ambapo tunakupakulia vitu ambavyo vinakuhusu. Kazi yetu ni kudadavua mengi, alafu tunakuachia majukumu ya kufanya mnyengenyo wa information ambayo tumekupa kutoka pande zote humu nchini na vile vile kimataifa. Nikisema kimataifa na maanisha Kenya, Uganda, nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na dunia nzima kwa ujumla. Kwa hiyo siku ya leo tunalizamia swala la mbunge wa maeneo ya Kasarani, mbunge kutoka nchini Kenya ambaye anajulikana kama Ronald Karauri. Kwa hiyo kulikuwa na stories nyingi kuhusiana na mbunge huyu. Sasa story ilikuwa hivi: kuna mwanamitindo ambaye anajulikana kama Nana Dolls, ambaye ni mwanadada kutoka nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukimwangalia ni mwanadada ambaye amenawiri na yuko vizuri zaidi, ana rangi ya kinugu na kiuno cha nyigu. Yani ni mwanadada ambaye ukimwangalia vizuri pia anatisha zaidi ya njaa ya masika kutokana na urembo wake. Kwa hiyo kulikuwa na stories nyingi kuhusiana na mwanadada huyu ambaye inasemekana ya kuwa aliingia kwenye mahusiano na mbunge wa Kasarani ambaye anajulikana kama Ronald Karauri. Ikumbukwe ya kuwa Ronald Karauri ni rubani pia na aliyekuwa mkewe pia ni rubani. Kwa hiyo hawa ni marubani wawili ambao waliingia kwenye mahusiano, lakini baadaye kuna uwezekano ya kuwa wawili hawa walizinguana na kila mtu kuchukua 50 zake na kusepa na kijiji, kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa na mwanadada ambaye anajulikana kama Nana Dolls kutoka nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alikuwa anafanywa interview na Karima Story, ambapo alielezea mengi kuhusiana na jinsi walivyokutana na Ronald Karauri ambaye ni mbunge kutoka maeneo ya Kasarani, na vile vile zile udambi ambazo waliweka kuhakikisha kuwa wamenawiri katika mahusiano. Now my question is, I've been posting this guy since back then. Sikuanza kumpost jana au juzi, na hata video ambazo zimevuja ni video ambazo ni za mwaka jana, sijui mwezi wa ngapi huko. Yani mimi ndio huwa nampost. Kama kungekuwa na tatizo lolote before, tayari nahisi angekuwa ameshakuwa exposed, ameshapostiwa. Sasa Nana Dolls anasema kuwa yeye alikutana na mheshimiwa Ronald Karauri, lakini wakati huo Ronald Karauri alikuwa amezinguana na mpenzi wake. Wengi wanajaribu kuoji, wanajiuliza maswali kibao kuhusiana na issue hii. Inakuaje ile hali ya mbunge Ronald Karauri kumchukua mwanadada ambaye anajulikana kama Nana Dolls na kumpeleka katika maeneo husika ama sehemu maalum ambapo anaita nyumbani. Sasa video ilitembea kwenye mitandao ya kijamii, mabloggers wakaspread hii story, ambapo siri tena Ronald Karauri ambaye ni mbunge wa Kasarani na mwanadada ambaye ni mwanamitindo kutoka nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Nana Dolls wako kwenye mahusiano. Na wakati huu sasa iko wazi kwa maana mbunge huyu aliamua akampeleka mwanadada huyu katika chumba chake na video ikajitokeza. Sasa watu wanajaribu pia kujiuliza nani alisambaza ile video, kwa maana ni kama mwanadada huyu ndo aliamua kuchukua video katika makao yake makuu, mbunge huyu ambaye anawakilisha wapiga kura katika maeneo ya Kasarani. Huyu ni bwenyenye, huyu ni tajiri, na mara nyingi huwa anasema kuwa tajiri na mali zake. Ukiangalia vizuri unapata kama ile hali ya mtu kupata mihela, huwa kuna kitu tunachokiita ego, ambapo kinampanda kichwa, ambapo anaweza fanya chochote ambacho anajihisi ya kuwa inafaa fanya, kwa maana yuko na ile nguvu ya fulusi. Sasa jamaa huyu ni kama aliingia kwenye mahusiano na mwanamitindo kutoka nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Nana Dolls, lakini wengi pia wanajaribu kujiuliza inakuaje, kwa maana yule mkewe ambaye pia ni rubani katika kampuni ya KQ, kwaje ile
hali ya mahusiano kati yake na aliyekuwa mkewe ambaye anawajibika pale kwenye kampuni ya KQ, yani kampuni ya shirika la ndege nchini Kenya maarufu kama KQ. Kwa hiyo tunajaribu kufuatilia mengi kuhusiana na issue hii, kwa maana kuna wengine ambao wanasema kuwa hii haiwezekani, kwa maana mbunge wetu ambaye anajulikana kama Ronald Karauri haizi amua kuvuka boda na kuingia nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kujitafutia kidosho sehemu husika. Hali humu nchini pia vidosho wako wengi kupitiliza. Kwa hiyo najaribu tu kudadavua swala hili ndio angalau nipate kiini cha mambo haya na issue ambayo inaendelea kati ya mbunge wa Kasarani ambaye anajulikana kama Ronald Karauri na mwanamitindo mrembo wa kupitiliza kutoka nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Nana Dolls. Kwa hiyo nimekuwekea kipande cha interview ambayo mwanadada huyu alifanyiwa kule nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na online TV ambayo inajulikana kama Karima Story, ndio angalau upate kujua hali halisi walikutana kivipi na issue nzima imekuaje, kwa maana mwanadada huyu pia ni kama anajiendeleza kule nyumbani kwao. Ametengeza jengo la kupitiliza, jengo nzuri zaidi. Inaonekana kuwa mwanadada huyu anaendelea vizuri na ananawiri, kwa maana yeye amesema kuwa kuna wengi ambao wanasema kuwa ana wababa, yani wanaume wengi, na yeye na amekana issue hii na anasema kuwa yeye yuko tu na mpenzi mmoja na ni mbunge kutoka nchini Kenya ambaye anajulikana kama Ronald Karauri, mbunge ambaye anawakilisha wapiga kura katika maeneo ya Kasarani. Kwa hiyo ni habari 254 na Bonga Tube Media. Hapa tunadadavua mengi kuhusiana na vitu ambavyo vinafanyika humu nchini na vile vile kimataifa. Kwa hiyo usisahau kuwa na uchu wa kusubscribe kwenye channel zetu za habari 254 na Bonga Tube pale YouTube, ni angalau endelee kupata taarifa zaidi, na vile vile kwenye mitandao mingine ya kijamii kama Facebook, Instagram na Twitter tuko ange zaidi kama habari 254 Bonga Tube na Simulizi KE. Shukran jidan, marhab habib. Hivi vitu vyote vimetokana na wewe baada ya kuposti nyumba yako. Exactly. Yes. Sasa na kitu ambacho nataka nikuulize ni kwamba hii imekuja baada ya wewe kuposti nyumba, then kuna maadui wamejitokeza hapa nyumbani ama Nairobi, ama kuna watu labda pengine wewe mahusiano yako ya nyuma, kuna mtu labda maybe mlikuwa kwenye mahusiano hajapenda hii moment, that's why ameamua kutaka kuuza labda umbea kwa Mange. Ni hii inahusisha labda mambo haya? So mimi sio mtu ambaye naweza kuwa na wanaume wengi kwa wakati mmoja. Hicho ni cha kwanza. Nina mwanaume mmoja tu ambaye ni yule mbunge alomposti. Ni mwanaume wangu. Huyo ndo mwanaume wako? Ndio mwanaume wangu. Okay. And kabla hata hatujafika mbali niseme kipindi ambacho mimi nakutana na yule mwanaume, yeye na mke wake hawakuwa pamoja. Yani mimi nilivyomkuta yeye kwenye maisha yake wakati mimi nakutana naye, alikuwa hana mke. Alikuwa yuko yeye kama yeye, na hata hivyo alikuwa na mahusiano mengine pia ambayo sio hata ya mke wake.